Kwema. Nadhani tunaliona hili, kupita mitandaoni linazungumziwa hilo, nikaona ni muda mwafaka nije kwako kama pia kiongozi wa kiimani kwa hiki ambacho kimetokea. Kwanza ndio maana sisi dini yetu tumefundishwa tunapotaka kumwoa mwanamke tutazame mambo makuu manne. Tuangalie uzuri wa mwanamke sawa, tuangalie mali ya mtu sawa, tuangalie tabia ya mtu sawa, lakini mwisho tuangalie dini yake. Mwanamke anaweza kawa na mali, mwanamke anaweza kawa ni mzuri, mwanamke anaweza kawa na tabia, anaweza kawa na nasaba yake ni nzuri. Lakini akikosa dini, manake madhara yake yanakuwa ni mabaya. Sasa sikutaka kulizungumzia hili lakini inabidi nilizungumze kwa sababu athari yake inaonekana kuwa kama ni mbaya. Kwa sababu tunapozungumzia Sheikh Walid, maana tunamzungumzia ni shekhe wa mkoa. Na Sheikh Walid sio shekhe tu, bali ni shekhe ambaye alikuwa anayahusu mpaka maisha ya watu. Yaani maneno yake yalikuwa yanamjenga mtu kuanzia akili yake sawa mpaka maisha yake kwa ujumla. Kwa yule ni mlezi wa kiroho lakini pia ni mwalimu wa maisha ya watu wengi. Sasa Sheikh Walid manake tunamjua. Sasa kwa haya yanayoendelea mtandaoni ni ngumu mtu kuamini kwamba kweli Sheikh Walid anahusika nayo. Of course kweli ubinadamu upo. Inawezekana kweli alimuoa alikuwa ni mke wake na inawezekana kweli wameachana. Na kuachana katika dini yetu ya Kiislamu pindi ambapo inapokuwa imeonekana kuna sababu za kuachana, wala si makosa kuachana. Lakini pale mwanamke au mwanaume anapokuwa amemwacha mwenzake lakini akataka sasa kutumia fursa ile kama kumchafua mwenzake, hayo ndio makosa. Binafsi mimi nasema kwamba huku ni kumchafua, na katika hili wala hakuna ukweli wa aina yoyote. Sheikh Walid hawezi akafikia hatua ya kusema kwamba amuue mtoto aliyemzaa. Sheikh Walid haiwezekani. Kwa hivyo sioni kama kuna ukweli wowote katika hilo. Unaona hii mwisho wake ni upi sasa? Kwa tukiangalia namna yule dada anazungumza, kwa namna ambavyo watu kama wanaona kuna wengine kama wanaliamini, kuna wengine hawaiamini. Unaona kuna nini ambacho kipo hapa? Jambo lolote ambalo litakalofanywa kwa lengo baya lazima itakuwa ile matokeo mabaya. Na jambo lolote litakalofanywa kwa malengo mazuri itakuwa ina matokeo mazuri. Na hawatokosekanika watu wa kuweza kuliamini. Lakini katika watakaoamini ni watu ambao hawamjui Sheikh Walid, hawana ufahamu na Sheikh Walid na hawajawahi kumuona Sheikh Walid. Lakini kwa mtu anayemjua Sheikh Walid hawezi akaamini hata kidogo. Hata mimi nilivyosikia kwa mara ya kwanza nilisikia, kwa sababu masikio huwezi kukataza yasisikie, lakini nilivyoshirikisha akili kuweza kulitazama hili na kuangalia kama lina ukweli hili, sikuona kama kuna ukweli wa aina yoyote. Isipokuwa tu nilisikitika tu kwa sababu manake anatumia fursa kumchafua shekhe ambaye aliyejitengeneza tabia yake kwa muda mrefu, aliyetengeneza imani yake kwa muda mrefu, aliyetengeneza dini yake kwa muda mrefu. Lakini uzuri wa bahati, watu wenye hekima na busara na maarifa mazuri katika hili pia hawezi wakaamini, kwa sababu Sheikh Walid tunamfahamu vizuri sana. Unadhani kulikuwa na sababu zote ama ulazima wa Sheikh Walid kusimamishwa kuwa sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam? Sasa katika hili sitaki niseme kwamba palikuwa pana ulazima au hapakuwa na ulazima, kwa sababu inaelezwa hili pia moja ya sababu. Ndio nasema sasa kwamba siwezi nikasema kwamba palikuwa pana ulazima au hakuna ulazima, kwa sababu walioamua ni mashehe ambao ni viongozi wetu sisi wa taifa hili. Na tukizungumzia mufti au tukizungumzia BAKWATA tunazungumzia kichwa cha Uislamu kwa Tanzania, viongozi wa Uislamu Tanzania. Na mimi nikiwemo, BAKWATA ni viongozi wangu. Kwa hivyo kusema kwamba palikuwa hakuna sababu, maana nitakuwa nawavunjia heshima BAKWATA, kwa sababu wao ni mashehe, ni wazazi wangu katika dini, na kuna wengine ni walezi wangu mpaka sasa hivi wanaendelea kunilea pia vile katika dini. Lakini kusema kwamba labda ilikuwa haifai, akili pia hawatuamini kama Sheikh Walid katika hili ana makosa, kwa sababu
Hata BAKWATA wanajua kwamba katika ndoa kuna kuoa na kuna kuachana. BAKWATA wanafahamu. Kwa hivyo kumwachisha kwa Sheikh Walid Sheikh wa mkoa kwa sababu ya hii kwamba wameachana, kwa sababu sio kwamba alikuwa anazini naye, alikuwa ni mke wake. Sawa? Kwa kama alikuwa ni mke wake, imefikia hatua wameachana. Sababu za kuachana anazijua Sheikh Walid, anajua na mke wake. Sasa wameachana. BAKWATA kusema kwamba tumwachishe huyu kwa sababu wameachana na mke wake, sidhani kama hiyo inaweza kuwa ni sababu. Isipokuwa labda wao watakuwa labda na mtazamo tofauti kwa faida za dini, kwa faida za BAKWATA, kwa faida za Sheikh Walid. Kwa hiyo ndio maana nikasema hili lisingeweza kupingika kwa sababu huu ulikuwa ni mpango wa Mungu wala sio BAKWATA. Ni Mungu ndio ameshafanyaje? Ameshapanga kwamba Sheikh Walid wewe utaongoza Waislamu wa Dar es Salaam kuanzia muda fulani mpaka muda fulani, ukifika pale utaondoka. Sasa namna ya kuondoka pale pia anapanga ni Mungu, sio BAKWATA. BAKWATA wale tu wao wameamua, lakini Mungu ndo anayepanga kwamba Walid utaondoka hivi hivi. Na namna Mungu anapanga pia kwa faida yako wewe mwenyewe pia vile vile, kwamba kuangalia baada ya kuondoka vile wewe utachukua hatua gani, utashukuru au utakufuru. Na uzuri wa Sheikh Walid ndio kama nilivyokuambia, Sheikh Walid si mtu ambaye anaweza kuhusika na haya, hajakufuru, zaidi na zaidi anashukuru na anazidi kuendelea kutupa na elimu na anatufundisha mpaka na dua na tunaendelea kujifunza kupitia Sheikh Walid. Kwa hivyo ni mpango wa Mungu na usingeweza kupingika. Kupita mitandaoni utakutana na vijana wengi wameonyesha kuguswa ama kuumizwa ama kutokupendezwa na Sheikh Walid kuinguliwa ya nafasi ya Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sio wasanii, sio wacheza mpira, vijana mbalimbali wameguswa. Unadhani kwa nini hasa vijana na mastaa wameguswa sana na kuondolewa kwa Sheikh Walid? Ni kwa sababu Sheikh Walid hakuwa kama nilivyozungumza mwanzo. Sheikh Walid hakuwa shekhe tu, bali alikuwa ni shekhe ambaye anayehusika mpaka kwenye maisha ya watu. Yaani alikuwa ni shekhe ambaye yeye alikuwa anahitaji asimamie dini za watu kwenye maisha yao. Lakini hakuishia tu kwenye dini za watu kwenye maisha yetu, bali alihusika pia hata kwenye maisha yetu. Na ukimsikia klipu zake nyingi pia alikuwa akitupa hata hamasa ya kuweza kutafuta riziki ya halali, kwa sababu ni moja katika mambo muhimu pia kwenye haya maisha tuliyokuwa nayo. Kwa hivyo hakutuonea tu huruma kwamba vipi tukifa tukaenda mbele ya Mola wetu tutafika salama. Hakutuonea tu huruma kwa hilo, bali alituonea huruma vipi yule mtu wa hali ya chini anapitia maisha yake kwa kila siku. Vipi yule mtu wa hali ya chini ataweza kupata ugali wake wa kila siku. Vipi yule mtu wa chini na yeye ataweza kutengeneza heshima yake, asidhalilike kwa sababu ya riziki. Kwa hiyo alikuwa anajitahidi kuhakikisha kwamba anatuonesha njia nini tufanye tuweze kupata riziki halali, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wale waliokuwa wakimsikia Sheikh Walid wakajifunza kupitia Sheikh Walid waliweza kuona matokeo na hawakuwa na shaka aina yoyote, kwa sababu ikiwa riziki yako ilikuwa ni ngumu alikuwa anakufundisha fanya dua fulani. Ikiwa labda pengine hauna kazi au pengine maisha yako yamekuwa tofauti kidogo, mambo kama magumu, anakuambia kafanya kazi fulani. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anastahili kuwa shekhe, anastahili kuwa mwalimu, anastahili kuwa mkufunzi. Kwa hivyo na ndio maana watu wameumia kwa hili, kwa sababu alikuwa anaweka faida kwenye maisha ya watu. Sasa watu walikuwa wananyonya mazuri kupitia yeye. Kwa hiyo baada ya yeye kuondoka, wanaona hawatoweza kuendelea kunufaika tena. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaendelea kunufaika na kumfaidi Sheikh Walid hata maisha baada ya kuwa baada ya kuwa shekhe wa mkoa. Ndio. Kuna watu wanakwambia Waswahili sio kila anayeliliwa basi anafanya mazuri. Ni kweli, labda kwa analiliwa kwa sababu anasupport vitu ambavyo ndivyo sivyo. Lakini sio kwa Sheikh Walid. Ni kweli si kila anayeliliwa kwamba anakuwa analiliwa kwa mazuri. Kwa mtu mwingine anaweza kukulilia labda kwa sababu tu umeondoka, akikumbuka mabaya yake uliko kimfanyia, manake anafurahi analia kwa furaha. Lakini kwa Sheikh Walid kila anayelia analia kwa kweli, kwa dhati. Sheikh Walid kila anayeumia anaumia kwa dhati. Ukimfuatilia Sheikh Walid, uzungumzaji wake kumejaa busara, utendaji wake umejaa busara. Na ukitaka kuthibitisha hili, katika hili hajasema neno lolote zaidi ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hajasema neno lolote. Sasa mtu anayeshukuru baada ya kupata msiba, huyo mtu ni ana nguvu za kiroho.
ni mtu anayeweza akadhibiti hasira yake, maana imani yake ni kubwa, takwa yake ni kubwa kuliko hisia na matamanio ya mwili wake. Kwa hivyo mtu anayepata msiba na akasema alhamdulillah, lakini si kwamba hawezi kuzungumza, au si kwamba hana uwezo wa kuweza kujibu, na si kwamba labda hana uwezo wa kuweza kueleza ili kukuridhisheni nyinyi, lakini anaangalia aliloliamua Mungu litendeke, yeye anaweza akabadilisha. Kwa kuzungumza kwake yeye, na hali ya kuwa anajua huu ni mpango wa Mungu, Mungu kapanga ipite hivi na imeshapita, yeye akizungumza hawezi akabadilisha kile kilichopangwa na Mungu. Kwa hivyo anabaki kusema alhamdulillah rabbil alamin. Siku ya juzi baada ya kutenguliwa kwa Sheikh Walid, tumsikia kuna Sheikh Mwaipopo upande wake alisikika akilaumu BAKWATA kwenye utenguzi huu wa mashehe, akisema kwamba kuwatengua viongozi wa dini wa Kiislamu hii sio sawa, inadhihirisha dini. Akatoa mfano, kwa mfano huwezi kusikia askofu ama padri wa Roman Catholic na madhehebu mengine ya Kikristo akitenguliwa kwa aina hii. Kama kuna vitu ambavyo vinaenda kudhalilisha labda taasisi hizo, wataitana wenyewe kwa wenyewe, ndani kwa ndani, hata toka nje kwa waumini na watu wengine wasiokuwa waumini wajue. Narudi kwako Sheikh kwenye swali langu. Kile alichokizungumza Mwaipopo, unadhani ya kwamba kuna namna ambavyo viongozi wa juu labda BAKWATA wamekosa busara kwa hicho alichokifanya, kwa sababu amemtengua na sababu zinazoelezwa ndio kama kuna busara imekosekana hapa, labda ndio inaweza ikazidi kumchafua zaidi Sheikh? Mwaipopo alizungumza kama alilaumu BAKWATA alikosea, ila kama yalikuwa ni maoni yake basi nafikiri kwamba BAKWATA pia itayapokea, kwa sababu BAKWATA ni binadamu na wao si kama ni wakamilifu, na wanajua hilo pia. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu na wao pia wanalijua hilo. Pale mtu anapokuwa ametoa maoni kwamba tunashauri kwamba uchaguzi au uamuzi kuhusiana na kumtengua au kumchagua uwe wa namna hii, kama ni maoni, BAKWATA hawezi wakakataa maoni, watachukua maoni, lakini maamuzi watakuwa nayo wao. Sasa kwamba maoni tumeyapokea, lakini tunaona kwa faida ya dini na kwa faida ya hili tunalofanya, twende kinyume na namna ambavyo maoni yako jinsi yalivyokuwa, ila tunashukuru kwa maoni yako. Lakini kama atakuwa ameilaumu ni makosa, kwa sababu wale ni binadamu na hatuwezi tukajua kwamba kwa nini wameamua vile. Inawezekana wameamua vile kwa faida ya dini ambayo ni dini yangu pia na dini ya Mwaipopo na dini yao pia kwa ujumla, au inawezekana kweli kwa wamekosea, lakini kama atakuwa amekosea, kumuelekeza au kumrekebisha aliyekosea, sio kumlaumu, ni kumshauri na kumuonesha kwamba njia nzuri ya kuweza kutengeneza ni ipi, kwa sababu ukimlaumu peke yake bado haujamsaidia. Zaidi na zaidi tunaendelea kuweka uzito na kiziwizi kwenye wakati unaokuja kwa baadaye. Kwa maana hiyo tunakusema kwamba Mwaipopo kama atakuwa amelaumu BAKWATA atakuwa amekosea, ila kama atakuwa ametoa maoni, nafikiri BAKWATA ni watu wazima na watayapokea. Mkubwa utumbuliwe kama mwanasiasa. Ndio maana nikasema BAKWATA ni watu wazima na hauwezi kujua wameamua kwa sababu gani. Ndio maana hata mimi nashindwa kulizungumzia, kwa sababu BAKWATA si watoto, ni watu wazima kwa umri na ni watu wazima kwa elimu kwenye upande wa dini ya Kiislamu. Wanaijua historia ya Mtume, wanaijua Qur'ani, na si kwamba ni waovu kama tunavyofikiria sisi. BAKWATA ni wacha Mungu na ni watu ambao wanaomhofu Allah. Kwa hivyo yale yanayowezekana kuepukika wao kuyaepuka, wanaweza kayaepuka, lakini yale ambayo hawawezi wakayaepuka, Ndio maana nikasema katika hili ni kadirio la Mwenyezi Mungu. BAKWATA asingeweza kuliepuka, yani viongozi wa BAKWATA asingeweza kuliepuka, na hata Sheikh Walid asingeweza kuliepuka. Kinachotakia tu katika hii ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote na kuweza kujifunza pale ambapo tunapokuwa tumeanguka na kuinuka tena na kuanza pale upya kwa ajili ya kuweza kujenga Uislamu na si kitu kingine tena. Katika hili ambalo limetokea hapa, nakwambia kwamba ni funzo kwa wanaume. Wanaume wengi huwa wanaoa pasipo kuchunguza kwa mwanamke tabia zake ni zipi. Unaweza ukatoa labda neno kwa wanaume, hasa vijana. Utaingia kwenye ndoa miezi 2 mitatu, unakuja kuona sura ndivyo sivyo ya mwenza wako.
kupitia hili ambalo tumeliona la huyu mwanamke ambaye tunaambiwa kwamba aliwahi kuolewa lakini ndoa ilivunjika ndani ya miezi mitatu. Taarifa kama zinasema hivi. Ndio maana nasema kwamba katika dunia hii tuliyokuwa nayo, jambo lolote unaloliona zuri limetendeka, nyuma yake kuna mwanamke. Na jambo lolote unaloliona baya limetendeka, nyuma yake pia kuna mwanamke. Maana yake wanawake wazuri wapo, wazuri wa sura na wazuri wa tabia. Na wanawake wabaya wapo, wabaya wa tabia, sio wabaya wa sura. Mwanamke mbaya hayupo. Mwanamke ni mzuri, hakuna mwanamke mbaya. Tatizo ni finishing. Sawa? Sasa basi, mwanamke sio mbaya, tatizo ni finishing. Maana yake nini? Maana yake ni hivi. Unapaswa kuwa kama mchagua nazi. Yaani unapotaka kwenda kuoa, tikisa hivi. Ukiona inacheza, acha. Chukua nazi nyingine, tikisa. Yaani hakikisha unafanana na mchagua nazi, mnunua nazi. Umeenda kwa mwanamke unataka kumooa, hakikisha unatikisa hivi. Umeelewa? Ukiona kama inatikisika, acha. Chukua nazi nyingine, tikisa mpaka upate ile ambayo unaona kabisa hii ina maji mengi. Ndio uoe. Kwa sababu uzuri wa mwanamke sio unachokiona kwenye macho yake. Uzuri wa mwanamke sio unachokiona nyuma yake. Uzuri wa mwanamke ni kile ambacho kilichopo kwenye maisha yake. Yaani tabia yake. Ndio uzuri wa mwanamke. Sasa unapotaka kwenda kuoa mwanaume au kijana, jitahidi kuwa makini kwenda kumchagua mwanamke ambaye mtakayeendana naye tabia, mtakayeendana naye fikra, na mtakayeendana naye uchungu wa ndani, na mtakayeendana naye malengo. Mkifanana mwanamke vitu hivi pamoja na dini, mkafanana mwanamke vitu hivi vitano, mkafanana na mwanamke tabia, mkafanana mwanamke fikra, mkafanana mwanamke malengo, uchungu wenu wa ndani mkafanana mwanamke, na dini yenu zikafanana, mambo yatakuwa ni mazuri. Yaani hakuna kitu ambacho kitakachokwenda tofauti, hakuna kitu kitakachoharibika, na hakuna kitu kitakachokaa vibaya. Kwa hivyo ndivyo jinsi. Sawa ndugu yangu? Kwa mkifanana mwanamke tabia, nisimame. Mkifanana mwanamke tabia, mkifanana mwanamke uchungu wa ndani, mkafanana mwanamke dini, mkafanana mwanamke fikira, mtafika mbali. Kwa sababu utakapokuwa umetafuta pesa, umepata 200,000 umeweka ndani, ukasema hapa tuchukue shilingi 1000 tule dagaa, tuweke hizi 199,500 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba, mwanamke atakuwa yuko tayari, kwa sababu fikira yako wewe na yako kwake ni sawa. Utakapokuwa umesema kwamba bana mimi nina 200,000 lakini hii hapa tusinunue nguo, sawa, hii tuweke kwa sababu ya ujenzi wa nyumba, atakubali kwa sababu fikira yako na yako kwake ni sawa. Wapo wanasema kwamba huenda Sheikh Walid alikosea kuoa, ndio maana haya yanamkuta. Ndio maana haya anayozungumza mwanamke mtandaoni, huyu Bella anaonekana kama kumdhalilisha. Mimi nasema Sheikh Walid alikosea, na hata yeye pia vile anajua alikosea, na ndio maana akamwacha. Kama angekuwa hakukosea asingemwacha. Lakini kama nilivyozungumza, linalopangwa na Mungu huwezi ukalipangua. Kwa Mungu aliamua kumpitisha Sheikh Walid. Ni kiongozi ambaye tutakiwa sisi tujifunike sisi kwa maneno yake, kiongozi ambaye tutakiwa tujifunze sisi kwa vitendo vyake. Kwa Mungu amelipitisha hili kwa Sheikh Walid kwa sababu ndio mwalimu wetu. Sisi tulioko nyuma tujifunze tunapotaka kwenda kuoa. Kakosea kuoa. Na vijana wengi wanakosea. Na vijana wengi tunakosea kuoa. Wengi sana. Naoa kwa kuangalia mashoni. Sura ya mwanamke mweupe. Na ule Bella ana sura. Ana nyashi. Umeona Bella? Sura nayo, nyashi anayo. Kwa hiyo au ushamchanganyikiwa baada ya kuolewa vipi? Kupenda ile ni neema ya Mungu. Mwanamke kuwa na makalio makubwa, nyashi, ni neema ya Mungu. Sawa? Mwanamke kuwa na sura nzuri ni neema ya Mungu. Mwanamke kuwa na muonekano mzuri ni neema ya Mungu. Mungu amemfanya vile ili wewe mwanaume uvutiwe naye uweze kumwoa. Sawa? Sheikh akachanganyikiwa. Kwa hiyo mpango wa Mungu hauwezi kuepuka. Hii binti anatoa hadharani. Ndio kama nilivyosema, finishing. Tatizo finishing. Mwanamke wewe ni mzuri. Shida finishing. Tabia. Akhlaki yake.
tabia za ndani unazitoa nje. Tabia za ndani unazitoa nje. Maana yake huyo ni mwanamke anayetoa tabia ndani anapeka nje. Huyo ni mwanamke aliyoko nje, sawa? Lakini ni mwanamke ambaye anaishi nje lakini anakaa ndani. Kwa hiyo maana kwamba hata si ajabu akaenda nje akasema mume wangu box yake ni nyekundu. Mtihani. Yaani una mwanamke ukiachana naye tu siri zote lazima mwanga. Kasheshe. Maana watu maana yake wanatafuta wapi wakachimbe dawa. Bwana, shukrani. Asante sana.